dada yenu Esther akiwa mbunge na mkampa na madiwani, mtakuwa na haki ya kutumia mji kwa ajili ya biashara kwa taratibu ambazo zitakuwa zimewekwa, na hamtapelekwa pembeni ya mji ambako hakuna wateja. Wamachinga, chama ambacho kinawatetea, chama ambacho kitawapa fursa ni ACT Wazalendo. Mchagueni Esther kuwa mbunge na chagueni madiwani wanaotokana na ACT Wazalendo. Ndugu zangu wananchi wa Mwanza, salamu zangu ni kuwaomba tukafanye mabadiliko. ACT Wazalendo iko tayari kufanya kazi nanyi kwa ajili ya kubadilisha nchi yetu, kubadilisha siasa za nchi yetu, kuzifanya siasa zijali kuwaondolea nyinyi kero zenu na changamoto za kimaendeleo. Hatuwezi kuendelea kuongozwa na chama kile kile ambacho kimeshindwa kuondoa umaskini wa Tanzania. Twendeni tukapige kura, miji yetu iongozwe na madiwani wa ACT Wazalendo, majimbo yetu yawe na wabunge wa ACT Wazalendo. Na kwenu hapa tumemleta binti msomi wa hapa Mwanza, kiongozi, manake ni naibu katibu mkuu wa chama chetu ngazi ya taifa. Tumemleta aiwakilishe Nyamagana. Nina hakika atakuwa mbunge mzuri, na kule bungeni hatakuwa peke yake, atatukuta sisi kaka zake ambao tayari tumekaa ndani ya bunge kwa muda mrefu. Tutamwonyesha njia ambazo sisi tulipita kuchochea maendeleo kwenye maeneo yetu. Tutamwonyesha vichochoro vyote vya Dodoma vya kuchochea maendeleo ya wavuvi, maendeleo ya wamachinga, maendeleo ya kina mama, maendeleo ya vijana, maendeleo ya bodaboda. Tutamwonyesha njia zote. Tunawaomba watu wa Nyamagana, mumpe Esther Akoth Thomas awe mbunge katika jimbo lenu. Anafaa hii? Amependeza hajapendeza? Esther mbunge sio mbunge? Wanaosema tarehe 29 Oktoba kura zote za ubunge jimbo la Nyamagana ni kwa Esther, onyoshe mikono niwaone, nitoke na ushahidi huo. Asanteni sana na washukuru sana. Mimi nikiwa mbunge wa jimbo hili nitahakikisha wanafunzi wote wanapata elimu iliyo bora yenye kuendana na mabadiliko ya teknolojia inayoenda kwa kasi hapa duniani. Tumekuwa na watu ambao mpaka leo wanafunzi wetu wakimaliza kidato cha 4 hawajui hata kuwasha kompyuta. Nitahakikisha jimbo la Mwanza linakuwa na maktaba za kisasa kila kata. Kuacha maktaba tulionayo moja hapa jijini, kwa sababu tuna viongozi wasiojali elimu, wasiojali vipaumbele vya kupata vizazi vilivyo kuwa bora vinavyoenda na kasi ya dunia ya teknolojia inayokuwa. Nitahakikisha jiji hili matatizo ya maji yanakuwa ni kitu ambacho ni laana kwetu. Uwezo tunao, vyanzo vya maji tunavyo, ni kusimamia management zote za maji, bili tunazolipa. Kama kuna bomba limepasuka, ziende kutengeneza mabomba, Wananyamagana wapate maji. Nataka niwaambie wanafunzi wa jiji hili, kutokana na uzoefu nilionao kupata elimu na kuzurura huko duniani, kupata usafiri wenye gharama nafuu unaweza kujiendesha wenyewe, kuwasaidia wanafunzi, sio lazima tuachie private school peke yao. Nitakuwa mfano wa mbunge kuhakikisha tunapata usafiri wa wanafunzi hapa. Jimbo langu halitokuwa na mchango wowote kama kuna sera ya elimu bure. Itakuwa bure 100%. Na atakayechangisha mchango wowote shule ya Nyamagana hapa tutadili naye.
kwa sababu sera zinasema elimu bure. Kwa nini mtoe michango? Nimesoma pale Nganza, nimeshuhudia wanafunzi wa serikali, wanafunzi wa vyuo wakiteseka hata kupata chakula cha mchana. Ndugu zangu wanafunzi wa vyuo, mkinichagua mimi dada wa jimbo, kwa sababu najua uchungu wa elimu, naelewa, nitahakikisha nasimama na nyinyi kupata mikopo yenu ya halali. Hakuna kuwa na ubaguzi wowote. Wanafunzi wote wa vyuo vikuu ni sawa. Mkipatiwa mikopo mpatiwe wote. Nitasimamia hilo. Naomba ninayozungumza hapa muandike kwa wino mwekundu, kwa sababu najua uwezo wa kutekeleza hayo yako ndani ya uwezo wetu. Yaani hapa mvua ikinyesha mitaro haieleweki na tunaitwa jiji. Sasa mkinipa madiwani pale halmashauri, ili jiji kwa usafi litakuwa namba 1 nchini hapa. Tutakuwa na magari mazuri ya kusafisha barabara na tutayalipa kwa kutumia pesa ya halmashauri. Uchafu majumbani kwetu tutazoa kwa wakati. Hatutakaa na funza majumbani. Ndugu zangu, nataka niwaambie 10% ya mikopo ya jiji la Mwanza litakuwa ni kwa wote, kwa maslahi ya wote bila ubaguzi. Hautakiwi uwe CCM ndio upate huo mkopo. Utapata mkopo uwe chama chochote, na tutawawezesha wanawake, vijana na watu wote wanaotaka kujikuza kwa uchumi. Ninaomba ndugu zangu sana, nimalizie kwa kusema miundombinu ya jiji hili itakuwa bora zaidi ya majiji mengine. Nitaenda kuwa mbunge wa kuwaweka nyinyi kuwa kipaumbele kwenye maendeleo, na pesa tunazochanga zije hapa zifanye maendeleo. Hatuwezi kuendelea na chama ambacho zaidi ya miaka 63 kipo ndani ya madaraka, lakini bado wananchi tunateseka na huduma mbaya za jamii. Nimeambiwa bado hapa Mwanza maji ni shida kubwa. Niongee na wanawake wenzangu na wanaume na vijana wote, hivi maisha bila maji yanakuwaje? Maisha bila maji yanawezekana? Sasa kama hawa wenzetu, hata hii shida ya kwanza tu muhimu ya lazima, ambayo ukinyimwa unadhalilika kama mwanadamu, hawawezi kuiweka sawa ili wananchi wa Mwanza waweze kuishi kwa amani. Ipo haja ya kuwachagua tena hawa? Na wauliza Wananyamagana, na nyinyi ndio chuo nimesema, mkianza nyinyi na mabadiliko, Mwanza nzima na Tanzania nzima itabadilika. Mko tayari kuchagua tena viongozi ambao hawawezi kuwaletea maendeleo hasa ya huduma muhimu za jamii? Sisi akina mama ndio tunaweza kuleta mabadiliko ya kweli ndani ya jamii zetu. Niwaombe sana, ikifika tarehe 29 tuanze kuongea na vijana wetu na waume zetu na rafiki zetu kwamba kura zote zije hapa kwa kijana wetu huyu mgombea mahiri ambaye yeye sio haya, yeye ni mwana kindaki wa Nyamagana Mwanza. Kazi kubwa tuliyokuwa nayo ni kuanza kuhamasishana kuanzia sasa na kuhifadhi shahada zetu za kupigia kura. Kuna watu wanapita pembeni wakiziomba tupe namba yako, tupe kadi yako. Usitoe. Ukitoa hiyo kadi, una uwezekano mkubwa kura yako ikapotea. Wakakwambia humo kwenye kituo hichi
nenda kituo kingine na kuhangaishwa. Sasa basi tuhakikisheni vichinjio vyetu usikitoe mpaka siku ya kupiga kura, uwape watu wakachinje na mumchague kwa kura nyingi Esther Akoth Thomas awe mbunge wa jimbo hili la Nyamagana, mbunge ambaye ataweza kuwaletea maendeleo na mabadiliko ya kweli ambayo tunayalilia. Tumekuja Mwanza kuambia wana Mwanza, muungane na wenzenu wote Tanzania nzima kukiangusha Chama cha Mapinduzi. Mko tayari? Mko tayari? Kwa sasa tukubaliane kwa pamoja, Nyamagana ni wakati wa kuondoa CCM madarakani. Tunaelewana?